Kuna wakati maisha huamua kukuonyesha uso wake wa giza bila onyo. Ni wakati ambao usiku hauwi tena wa kupumzika, bali wa kujaribiwa. Barabara zinaponyamaza, ndipo siri huanza kuzungumza, na kuna safari ambazo hazina kurudi. Hii ni mojawapo ya safari hizo. Karibu MK Mastori, na leo ninakusimulia mkasa huu. Juma alikuwa dereva wa bodaboda wa kawaida tu. Hakujua uchawi wala hakupenda hadithi za mizimu. Kazi yake ilikuwa kusaka riziki hadi usiku wa manane. Usiku ule anga lilikuwa tulivu kupita kawaida. Hakujua kuwa amekaribia kukutana na jambo litakalombadilisha milele. Barabara ya porini ilikuwa tupu, taa za kijiji zikiwa mbali nyuma yake. Upepo mdogo ulipuliza vumbi taratibu. Sauti ya injini yake ilikuwa kitu pekee kilichovunja ukimya. Alijisikia kama anaangaliwa, japokuwa hakuona mtu. Aliendelea kuendesha, akijipa moyo kimya kimya. Mara nyingi hatari huja pale tunapohisi tuko salama. Usiku una tabia ya kuficha ukweli kwa muda, na binadamu hupuuza ishara ndogo hadi pale inapokuwa kuchelewa. Safari ya Juma ndiyo ilikuwa inaanza rasmi hapa. Ghafla alimuona mwanamke amesimama pembeni ya barabara. Alikuwa amevaa nguo nyeusi, akishika mkoba mdogo. Hakuonekana mwenye haraka wala mwenye hofu. Alisimama kimya, kana kwamba alikuwa akisubiri kwa muda mrefu. Juma alipunguza mwendo kwa tahadhari. Mwanamke alipanda bila kusema neno. Sauti ya kiti ikatetemeka kidogo chini ya uzito wake. "Unaenda wapi dada?" Juma aliuliza kwa sauti ya kawaida. Hakupata jibu, isipokuwa kimya kizito. Alianza kuhisi baridi isiyo ya kawaida mgongoni. Alipowasha tena bodaboda, hewa ilionekana kubadilika. Barabara ile ile ilionekana ndefu zaidi kuliko kawaida. Miti ilionekana kuegemea barabarani. Mwezi ulianza kufunikwa na mawingu mazito. Juma alimeza mate kwa wasiwasi. Kuna kimya kinachozungumza zaidi ya maneno, na kuna abiria ambao hawahitaji kuuliza njia. Moyo wa binadamu huanza kuhisi hatari kabla akili haijakubali, lakini mara nyingi huwa tayari tumeshaingia ndani. Safari iliendelea bila neno hata moja kutoka kwa abiria. Hakukuwa na sauti ya kupumzika nyuma yake. Juma alijaribu kuangalia kwenye kioo cha mbele. Uso wa mwanamke haukuonekana vizuri, ulikuwa kivuli. Alijipa sababu kuwa ni giza tu la usiku. Baridi iliongezeka kadri walivyoingia ndani zaidi ya pori. Mikono ya Juma ilianza kufa ganzi. Alihisi kama bodaboda imekuwa nzito ghafla. Engine ilitoa sauti nzito isiyo ya kawaida. Moyo wake ulipiga kwa kasi isiyoelezeka. Alitamani safari iishe haraka, lakini mwanamke hakutoa dalili ya kushuka. Njia ilianza kuwa nyembamba na yenye vichaka. Fog nyepesi ilianza kufunika barabara. Usiku ulionekana kama unaishi na kuangalia. Hofu huja polepole kama sumu. Haikimbizi, bali hukufanya uendelee mbele. Na binadamu huamini atadhibiti hali hadi pale anaposhindwa. Juma alikuwa karibu kufikia mpaka huo. Ghafla, upepo mkali ulipuliza na kuzima baadhi ya majani barabarani. Bodaboda ikatetemeka kidogo. Juma alibonyeza mafuta zaidi bila kujua kwa nini. Alikaka tu kutoka eneo lile, lakini barabara ilionekana kama haina mwisho. Alihisi kama macho yanamchoma mgongoni. Hakuthubutu kugeuka kuangalia. Miguu yake ilianza kutetemeka juu ya breki. Kila pumzi aliyovuta ilikuwa nzito. Akajilaumu kwa nini alipokea safari ile. Mwezi ulipojitokeza kwa sekunde chache, mwanga wake uligonga nyuma. Kivuli cha abiria hakikuonekana kabisa ardhini. Juma alishtuka, macho yakapanuka. Alijaribu kujihakikishia kuwa ni mwanga tu, lakini hofu ilishaanza kumiliki akili. Kuna mambo ukishayaona huwezi kuyafuta tena. Ukweli hujitangaza wenyewe, na kila kipande huacha kovu moyoni. Safari hii bado haijafika nusu. Fog nyepesi ilianza kuzunguka bodaboda kama moshi. Muonekano ukapungua kwa kasi. Juma alipunguza mwendo kwa hofu. Mikono yake ilikuwa inatetemeka bila hiari. Alitamani kusimama,
lakini hakujua kwa nini aliogopa zaidi kusimama. Alisikia sauti ndogo nyuma yake, kama pumzi baridi. Ngozi yake ilisisimka ghafla. Alitamani kupiga kelele, lakini sauti ikamkata. Safari ilikuwa imeingia hatua isiyo ya kawaida. Usiku ulikuwa umemkumbatia kikamilifu. Ndipo bodaboda ilipokata ghafla, kana kwamba imeamua yenyewe. Injini ikazima bila onyo. Ukimya mzito ukatawala pori lote. Na hapo Juma akabaki mekaa bila kupumzika. Na hapo ndipo safari ya kweli ilipoanza. Ukimya ule ulikuwa mzito kuliko giza lenyewe. Juma alijaribu kuwasha bodaboda tena kwa haraka. Injini ikagoma kana kwamba imekufa kabisa. Alipepesa macho mara kadhaa akidhani anaota, lakini baridi ile ilimrudisha kwenye uhalisia mchungu. Alishusha miguu chini kwa tahadhari. Ardhi ilikuwa baridi ajabu, kama haijaguswa na jua kwa miaka. Alihisi mapigo ya moyo yakimpiga masikioni. Alitamani kuzungumza ili avunje ukimya, lakini ulimi wake ukaretea kushirikiana. Akamkumbuka yule abiria aliyekuwa nyuma yake. Taratibu akahema na kugeuza kichwa kidogo. Mwanamke alikuwa bado amekaa kimya, hakusogea, hakutoa hata pumzi. Alionekana kama sanamu iliyochongwa gizani. Kuna hofu inayokufanya ugande, na kuna hofu inayokufanya uendelee bila kujua kwa nini. Katika sekunde hizo, Juma alianza kupoteza udhibiti wa nafsi yake. Hapo ndipo hatari hena hutawala. "Dada, bodaboda imezima," Juma alisema kwa sauti ya chini. Hakupata jibu, hata ishara ndogo. Alihisi baridi ikipenyea hadi kwenye mifupa. Hewa ilionekana nzito, kama inamkandamiza kifua. Usiku haukuwa wa kawaida tena. Alijaribu kuwasha tena, mara ya pili, ya tatu. Bodaboda ikatoa sauti dhaifu, kisha ikanyamaza. Harufu ya udongo mbichi ikajaa hewani. Ilionekana kama ardhi ilikuwa imesogea karibu nao. Juma alianza kutokwa na jahatu baridi. Kwa mara ya kwanza, alithubutu kuangalia kwenye kioo vizuri. Uso wa mwanamke haukuonekana hisia zozote. Macho yake yalionekana meupe zaidi kuliko kawaida. Hayakumeremeta wala kupepesa. Juma alihisi kama anatazamwa kupitia yeye. Kuna macho yanayotazama mwili, bali roho. Na kuna nyuso hazibebi uhai. Binadamu hutambua tofauti hiyo mara moja, lakini huchelewa kukubali. Juma alikuwa akipambana na ukweli huo. Aligeuza macho haraka, moyo ukimrukia koo. Aliamini alikuwa amechoka au ana hofu kupita kiasi. Alijipa moyo kuwa ni mawazo tu, lakini baridi ilikontinua kuongezeka. Miguu yake ilianza kufa ganzi taratibu. Ghafla aligundua jambo la ajabu. Hakukuwa na sauti ya kupumzika nyuma yake. Hakuna hata msogeo mdogo wa kiti. Kana kwamba bodaboda ilikuwa imebeba kivuli. Hilo wazo lilimfanya atetemeke zaidi. Upepo ulipuliza kwa nguvu ghafla. Majani yakasogea kama kuna kitu kinapita. Fog nyepesi ilianza kufunika barabara. Usiku ulionekana kama unaishi na kuangalia. Mazingira nayo hushiriki katika hofu. Giza, upepo na ukimya huwa washirika wakubwa. Na pale mazingira yanapogeuka adui, mwanadamu hubaki peke yake. Hapo ndipo maamuzi magumu huzaliwa. Juma alijaribu kushuka kabisa kutoka kwenye bodaboda. Miguu yake ilimlemea kana kwamba imefungwa. Aliangalia chini, akashangaa. Hakukuwa na alama za miguu ya abiria ardhini. Ni zake tu ndizo zilionekana. Moyo wake ulidunda kwa kasi ya ajabu. Akahisi kichefuchefu kikimpanda. Alitamani kukimbia bila kuangalia nyuma, lakini kitu fulani kilimzuia. Ni kama nguvu isiyoonekana ilimshikilia pale. Kwa ujasiri wa mwisho, aligeuza macho kuangalia nyuma tena. Uso wa mwanamke ulikuwa karibu zaidi kuliko awali. Midomo yake ilikuwa imefungwa, baridi kama mawe. Macho yale meupe yalimkodolea bila kupepesa. Hapo Juma alijua, hili halikuwa jambo la kawaida. Kuna wakati ukweli hujitangaza wenyewe. Hakuhitaji ushahidi zaidi ya huo. Akili ilianza kukubali kile moyo ulikishajua, lakini ilikuwa tayari imeshachelewa. Sauti mbali ilisikika ndani ya pori. Ilikuwa kama kilio kilichochanganyika na upepo. Juma alihisi machozi yakimjaa bila sababu.
Ngozi yake ilisimama yote. Usiku ulionekana kuishi na kuangalia. Mwanamke alionekana kusogea kidogo, lakini hakusogea kama mwanadamu wa kawaida. Ni kana kwamba aliteleza hewani. Juma alihisi pumzi baridi ikimpiga shingoni. Alijua hatakiwi kuwepo hapo. Ndipo sauti nyembamba iliposikika kwa mara ya kwanza. Sauti ya chini, tulivu, isiyo na hisia. Imefika. Maneno hayo yakakatiza ukimya kama kishu, na hapo hofu ya kweli ikaanza kabisa. Maneno yale yalibaki yakinyinginyia hewani. Imefika, yalirudia ndani ya kichwa cha Juma. Alijaribu kuzunguka ili kukabiliana na hali, lakini mwili wake haukutii. Hofu ilimfunga kama minyororo isiyoonekana. Fog ilizidi kuwa nzito, kana kwamba inabana pumzi. Muonekano ulipungua hadi hatua chache tu mbele. Juma alisikia mapigo ya moyo yakipiga kwa sauti. Mikono yake ilishika usukani kwa nguvu. Alijua hakuwa peke yake tena. Alijaribu kuvuta pumzi ndefu ili kujitulia, lakini kila pumzi ilikuwa nzito na baridi. Alihisi kiti cha nyuma kikibana zaidi. Uzito ulionekana kuongezeka bila sababu. Bodaboda ikatikisa kidogo, kana kwamba inahema. Kuna wakati hata chombo unachokitegemea hugeuka mgeni, na kuna hofu inayobadilisha hata vitu visivyo hai. Akili ya Juma ilianza kuingia kwenye ukingo hatari. Hapo ndipo mipaka hupotea. Kwa ujasiri wa mwisho, Juma aliamua kushuka. Aliweka mguu mmoja chini kwa tahadhari. Ardhi ilihisi laini na baridi sivyo kawaida. Alihisi kama anasimama juu ya kitu kinachopumua. Akajikaza asionyeshe hofu. Aliposimama kabisa, miguu yake ilitetemeka. Aliweka bodaboda kwenye stand bila kuangalia nyuma. Moyo wake ulikuwa karibu kupasuka. Alihisi kama macho mengi yanamwangalia, lakini pori lilionekana tupu. Alichukua hatua chache mbele, ndipo aliposikia sauti ya kiti cha nyuma kikisogea. Sio kwa kishindo, bali kwa kuteleza. Alisimama ghafla, damu ikamganda. Alihisi kitu kipo nyuma yake. Kuna sauti ndogo zinazoogopesha zaidi ya kelele, na kuna harakati ambazo hazipaswi kuwepo. Mwili wa binadamu hutambua hilo kabla ya akili. Juma alikuwa akihisi mwisho unakaribia. Taratibu, kwa hofu, aligeuza kichwa. Alitarajia kumwona yule mwanamke amesimama, lakini kiti kilikuwa tupu. Hakukuwa na mtu kabisa. Baridi ikamzidi maradufu. Alirudi nyuma hatua moja bila hiari. Akaangalia chini kwa hofu. Hakukuwa na alama za miguu. Hakuna nyayo za kuondoka wala kuja. Ni kana kwamba hakuwahi kuwepo. Juma alianza kupumua kwa kasi. Moyo wake ulikuwa unapiga kama ngoma. Akajiuliza kama amepoteza akili, lakini kumbukumbu ya macho yale meupe ilimrudisha. Hili halikuwa ndoto. Kupotea kwa kitu ni hofu moja, lakini kutowahi kuwepo ni hofu nyingine kubwa zaidi. Ukweli ulianza kujivua polepole, na Juma hakuwa tayari kuuvaa. Ghafla alisikia sauti nyuma yake tena. Safari hii ilikuwa karibu na sikio lake. Ilikuwa ni pumzi baridi, nzito. Shingo yake ilisisimka ghafla. Alihisi uwepo usioonekana. Fog ilianza kuzunguka mwili wake. Ilionekana kama inamfunga. Alihisi miguu ikipoteza nguvu. Akatamani kupiga kelele kwa msaada, lakini sauti ikamkata tena. Ndipo alipoona kivuli kikitokea mbele yake. Hakikuwa na umbo kamili. Kilikuwa cheusi, kirefu, kikitetemeka. Hakikugusa ardhi. Kilisogea bila hatua. Kuna hofu ya kuona na kuna hofu ya kuhisi, lakini hofu ya kujua kuwa huwezi kukimbia ndiyo mbaya zaidi. Juma alikuwa amenaswa kabisa. Mwanga wa mwezi ulijaribu kupenya fog. Kwa sekunde chache, kitu kile kikaonekana wazi.
aliona sura ile ile ya mwanamke, lakini sasa uso ulikuwa mtupu, hauna uhai kabisa. Macho yale meupe yalikuwa wazi zaidi, yalimwangalia bila hasira wala huruma. Midomo ikasogea polepole, lakini hakukuwa na sauti. Ni kama alikuwa akizungumza ndani ya akili yake. Ndipo bodaboda ikawaka yenyewe kwa kishindo. Taa zake zikamulika pori lote kwa ghafla. Kivuli kikapotea ndani ya fog. Juma akabaki amesimama akitetemeka, na alijua jambo kubwa lilikuwa linakuja. Mwanga wa bodaboda ulipoangazia pori, Juma alikodoa macho. Aliangalia kila upande kwa hofu na shangao. Hakukuwa na mtu wala kivuli chochote. Fog ilianza kupungua taratibu, lakini baridi ile haikuondoka. Aligeuka kuangalia kiti cha nyuma tena. Kilikuwa tupu, lakini bado kilionekana kimebonyea. Ni kama mtu alikuwa amekaa hapo muda mrefu. Aliweka mkono juu ya kiti. Kilikuwa baridi kupita kawaida. Juma alimeza mate kwa nguvu. Akatembea hatua chache kuzunguka bodaboda. Ndipo macho yake yakakutana na kitu ardhini. Kulikuwa na maua yaliyokauka, yakiwa yamepangwa kwa umbo la msalaba. Wakati mwingine ishara huja kwa vitu vidogo, na ishara hizo huongea zaidi ya maneno. Hofu ya kweli huanza pale akili inapounganisha vipande. Juma alianza kuona picha kamili. Alifuata mwanga wa taa hadi pembeni ya njia. Kulikuwa na kibao cha mbao kilichooza. Maandishi yalikuwa yamefifia kwa muda, lakini jina lilikuwa bado linaonekana. Moyo wake ukaruka kwa shangao. Jina lililoandikwa lilikuwa ni la yule mwanamke, lile lile alilolisikia kwa sauti ya chini. Chini yake kulikuwa na tarehe ya kifo. Ilikuwa ni miaka michache iliyopita, usiku hule hule wa ajali mbaya. Juma alihisi kichwa kuzunguka. Akalazimika kukaa chini kwa sekunde chache. Akajaribu kukumbuka hadithi alizowahi kusikia: madereva waliopotea porini, ajali zisizoelezeka usiku. Ukweli hauji kwa kishindo, huja taratibu ukiwa na uzito, na unapoingia moyoni huacha skoru la kudumu. Juma alikuwa tayari umeugusa. Ghafla, sauti ya upepo ilibadilika ghafla. Haikuwa tena upepo wa kawaida. Ilikuwa kama minong'onyozo mingi, maneno yasiyoeleweka yakamzunguka. Juma alishika masikio bila msaada. Ndani ya minong'onyozo hile, alisikia sauti moja ikijitenga. Ilikuwa ya kike, tulivu, yenye huzuni. Ilikuwa ikirudia jina lake polepole, sio jina la Juma, bali la yule marehemu. Hapo alijua roho ilikuwa bado haijatulia. Alisimama taratibu, miguu ikitetemeka. Akaangalia tena kibao cha mbao. Maua yale yalionekana mapya sasa, kana kwamba yalikuwa yamewekwa muda huo huo. Hilo lilimfanya aogope zaidi. Roho zisizopata pumzi hutafuta kusikika, na sauti yao husikika kwa walio karibu. Wengine hupuuza, wengine huingia ndani kabisa. Juma alikuwa tayari amechaguliwa. Akamkumbuka mwanamke aliposema imefika. Maneno yale sasa yalikuwa na maana. Hapa ndipo alipotaka kufika, mahali alipoacha dunia, mahali roho yake ilikwama. Juma alihisi huruma ikichanganyika na hofu. Hakuwahi kufikiria kubeba marehemu, lakini sasa alijua hakuwa abiria wa kawaida. Alikuwa mzigo wa roho, mzigo wa safari ya mwisho. Kwa sauti ya kutetemeka, Juma alinong'ona, kama ulikuwa unataka kufika hapa, basi umefika. Maneno yale yalitoka bila mpango, lakini yalibeba uzito mkubwa. Kuna maneno yanaposemwa hubadilisha mwelekeo wa matukio, na kuna sauti ambazo roho husubiri kusikia. Wakati mwingine binadamu huwa daraja tu. Juma alikuwa daraja hilo. Upepo ulisimama ghafla. Minong'onyozo ikanyamaza kama haijawahi kuwepo. Ukungu ulianza kutawanyika kabisa. Mwezi ukaangaza wazi.
pori likaonekana tulivu tena. Juma alihisi presha ikiondoka kifuani. Alivuta pumzi ndefu kwa mara ya kwanza. Baridi ilipungua kidogo, lakini hofu haikuondoka kabisa. Alijua safari haikuwa imeisha bado. Ndipo aliposikia sauti ile tena, safari hii nyuma yake. Ilikuwa ni safari yangu ya mwisho. Sauti ilikuwa tulivu, yenye shukrani. Juma akafumba macho kwa sekunde chache na akajiandaa kukabiliana na kilichobaki. Maneno yale ya shukrani yalimwacha Juma akiwa ameduaa. Hakuwa na uhakika kama aliyasikia kwa masikio au moyoni. Alifungua macho taratibu. Hewa ilikuwa tulivu isivyo kawaida. Ni kana kwamba pori lote lilikuwa linamsikiliza. Aligeuka polepole kuangalia nyuma. Hakukuwa na mtu wala kivuli, lakini alihisi uwepo mzito bado upo, kama kumbukumbu isiyopotea, kama alama iliyoachwa makusudi. Juma alisogea karibu na bodaboda. Aliigusa tena kwa tahadhari. Sasa haikuwa baridi kama awali. Ilionekana kama kitu kilikuwa kimeachia, lakini moyo wake haukutulia. Wakati mwingine hofu haiondoki ghafla, hubaki kama kivuli moyoni, na hata hatari ikiondoka, kumbukumbu hubaki. Juma alikuwa akibeba mzigo huo sasa. Kumbukumbu zilianza kumjia bila hiari. Aliwahi kusikia hadithi ya ajali hapo zamani. Mwanamke aliyepoteza maisha usiku wa manane. Aligongwa na bodaboda kisha kuachwa barabarani. Hakupata msaada wala haki. Watu walisema roho yake iliganda mahali pale. Ilikuwa ikitafuta mtu wa mwisho, mtu wa kumrudisha alipofia. Ndiyo maana alikuwa anaonekana usiku, akisubiri dereva asiye na shaka. Juma alielewa sasa kwa nini alichaguliwa. Hakuwa na hila moyoni. Alikuwa dereva wa kawaida tu, asiyejua, asiyejiandaa, lakini aliyekuwa tayari kubeba mzigo. Roho huchagua zaidi ya bahati, huchagua kwa hali ya moyo. Wema wa mtu unaweza kuwa mlango, na mlango huo wakati mwingine hupeleka gizani. Juma alikumbuka uzito uliokuwa nyuma yake. Sasa alielewa haukuwa wa mwili, ulikuwa wa historia isiyokamilika, maumivu yaliyobaki barabarani, na kilio kisichosikika na watu. Alihisi machozi yakimtoka bila kujizuia, sio kwa hofu pekee, bali kwa huruma nzito, kwa roho iliyokosa haki na safari iliyochukua muda mrefu kumalizika. Kwa sauti ya chini aliongea tena, pumzika kwa amani. Maneno yalitoka kwa dhati, hayakuwa ya mazoea, yalikuwa ya kuachia. Kuna maneno ambayo roho husubiri, na yakisemwa minyororo huvunjika. Sio kila mshindi ni aliye hai, wengine hushinda kwa kuachia. Ghafla upepo mwanana ulipuliza. Sio ule wa baridi uliomtisha awali, ulikuwa mpole na tulivu, kama pumzi ya mwisho. Fog ilitoweka kabisa. Mwezi uliangaza barabara kwa ukamilifu. Njia ilionekana wazi na salama. Hakukuwa na kivuli cha ajabu tena. Pori lilirudi kuwa pori la kawaida. Lakini Juma hakujisikia kawaida. Bodaboda ikawaka kwa urahisi. Hakukuwa na kelele wala kusita. Ilionekana kana kwamba haikuwahi kuzima. Juma alikaa juu yake kwa heshima, kama mtu aliyebeba ibada. Baadhi ya safari hubadili watu milele, hata kama zinaonekana zimekwisha. Kuna kitu huachwa ndani ya moyo na hakiwezi kufutwa. Alianza kuondoka taratibu kutoka eneo lile. Hakutaka kuharakisha. Kila mita aliyopita ilihisi kama kuaga. Aligeuza kichwa mara moja tu. Hakukuwa na mtu, lakini aliweza kuhisi amani nzito ikimfuata. Sio hofu tena, bali ukimya wa kukubali. Alihisi kama mzigo ulikuwa umeondoka, ingawa kumbukumbu ilibaki. Juma alijua hii haikuwa safari ya kawaida. Ilikuwa ni safari ya marehemu, safari iliyomchagua yeye. Na ingawa ilikuwa imekamilika,
Mwisho wake bado ulikuwa unasubiri mbele. Alfajiri ilimkuta Juma akirudi kijijini. Jua lilikuwa linachomoza polepole. Ndege walikuwa wanaimba kama kawaida, lakini ndani yake hakukuwa na kawaida. Alikuwa mtu tofauti kabisa. Alisimamisha bodaboda karibu na kibanda chake, akaizima na kukaa kimya kwa muda mrefu. Macho yake yalikuwa mazito, yenye mawazo mengi. Alihisi kama usiku haujaisha bado, ni kana kwamba bado ulikuwa umemfuata. Wenzake walipoanza kuja, waliona mabadiliko. Juma hakuwa mchangamfu kama kawaida. Alikuwa kimya, akitazama mbali. Hakuwasalimia kwa sauti yake ya kawaida. Kitu kilikuwa kimevunjika ndani yake. Kuna matukio hayakuachi vile vile. Hata jua likichomoza, giza hubaki moyoni, na binadamu hubeba alama zisizoonekana. Juma alikuwa amebeba hizo alama. Baadaye siku hiyo, Juma alizungumza kidogo. Aliwaonya madereva wenzake kwa sauti nzito. Aliwaambia wasipokee abiria usiku porini. Wengine walicheka, wakidhani anaogopa. Wengine walimpuuza kimya kimya. Lakini Juma hakubishana nao. Alijua kile alichokiona. Hakuhitaji mtu amwamini. Hofu yake ilikuwa ushahidi wa kutosha, na kumbukumbu haikuhitaji mashahidi. Kuanzia siku ile, Juma aliacha kazi za usiku. Alirudi nyumbani mapema kila siku. Hakukaribia ile barabara tena. Hata mchana aliiepuka. Aliiheshimu mahali pale kama kaburi. Busara huja baada ya maumivu, na heshima huja baada ya hofu. Binadamu hujifunza kuchelewa, lakini somo hubaki. Siku zilipita, wiki zikafuata. Maisha yaliendelea kama kawaida kwa wengine, lakini hadithi zilianza kusambaa, kunong'onezwa kwamba sauti kubwa haziwezi kubeba uzito wake, na ukweli mwingine hauhitaji kelele, unajithibitisha wenyewe. Juma alipoyasikia hayo, moyo wake uliuma. Alijua safari ile haikuwa ya mwisho kabisa. Roho haikupata pumziko la kudumu. Ilikuwa bado inachagua, na barabara ile haikufungwa. Usiku mmoja, Juma aliamuka kwa mshtuko. Alisikia sauti ya injini ikizima mbali. Sauti ile ile aliyosikia porini. Aliangalia dirishani kwa hofu, lakini giza lilikuwa kimya. Ndani ya ukimya ule, alisikia sauti, sio ya hofu, bali ya onyo. Ilikuwa safari yangu ya mwisho. Maneno yalirudia polepole, kama kumbusho lisiloisha. Baadhi ya safari haziishi, hubaki kama kivuli cha maisha. Na binadamu huishi akijua kwamba aligusa ulimwengu mwingine. Mpaka leo, barabara ile bado ipo. Usiku bado hupita pale, na bodaboda bado hupita pia. Lakini wenye busara hawasimami. Wanapita haraka bila kuangalia nyuma. Wazee wa eneo hilo husema kwa siri, usiku ukifika sana, mlango wa dunia hufunguka. Waliopotea hutafuta kukamilisha safari zao, na walioko hai hujikuta wamechaguliwa, si kwa bahati, bali kwa hatma. Na kama utawahi kusikia bodaboda ikizima porini usiku, usigeuke haraka kutazama nyuma. Huenda abiria uliyembeba si wa dunia hii. Huenda ni safari ya mwisho kwake, kwa sababu abiria hakuwa binadamu. Asante kwa kufuatilia hadi mwisho. Tukutane wakati mwingine.